Nini nafasi ya mdhamini mkuu kwenye mkataba huu pia, kwa sababu huyu ni mzabuni tu, lakini vitu ambavyo ameahidi kufanya vinaonekana ni vitu vingi ukilinganisha na nafasi yake. Na yeye sasa Simba mnaenda kumpa thamani gani kutokana na haya ambayo ameahidi kwenda kuifanyia Simba? Lakini tukumbuke pia Simba tayari mna mdhamini mkuu ambaye amechukua sehemu kubwa, kwa maana anaonekana mbele kama mdhamini mkuu. Na yeye nafasi yake ikoje? Kwa sasa nisingependa kuyatoa ya ndani ambayo bado yako ndani ya carpet, lakini kuna mambo makubwa yanaendelea sasa, na muda si mrefu tutakuja tena kwenye public na kuweka baadhi ya mambo vizuri na hadharani, na watu watapata kuyaelewa, na mambo mengi mazuri yanakuja yanayofanana na haya ambayo tumetoka kuyafanya jana, bwana Juma. Kwa hiyo tutarajie Jairuti anaweza kuwa mdhamini mkuu wa klabu ya Simba. Kwa nini? Kutokana na package ambayo ameipa Simba, kwa sababu huyu mtu amekwenda kufanya beyond ya kile ambacho wawekezaji wengine walikuja, kwa maana ya wazabuni wengine waliokuja. Tumemwona Sunderland kutoa tu vifaa, alipewa nafasi ndogo kwenye jezi pale mbele, hakufanya vyote, hakuahidi vyote hivi, lakini pia hata vunja bei. Sasa huyu mzabuni ambaye mnamtangaza kama anakuja kuchukua nafasi ya Sunderland, anatoa vyote hivi, anakuja kujenga uwanja. Ndio maana swali langu limeegemea hapo kwamba pengine tutarajie kumuona kama mdhamini mkuu. Mimi niseme hapana, kwa maana ya kwamba huyu bwana ni game changer. Kama utamwangalia vizuri, anakuja kutuonyesha kwamba katika hii biashara ya hizi kits ama jezi na vitu vinginevyo, kuna biashara kubwa sana ambayo sisi kwa sababu sio wafanya biashara hatufahamu. Kwa hivyo maana yake ni nini? Maana yake anaonyesha uthubutu, anaonyesha kwamba labda inawezekana katika hiyo biashara kuna fedha nyingi. Umeona, angalau sisi kazi yetu kutaka kujua kuna fedha kiasi gani. Sisi kazi yetu ni kutaka kujua bwana, sisi kama klabu tuna mahitaji 1 2 3, na ukiyafanya haya basi hakuna shida, tutakupa hii, au na mimi mkinipa basi tutafanya hivi. Kwa hivyo atakuwa main sponsor? Hapana. Yeye ni mzabuni kama ambavyo tumezungumza jana. Main sponsor atakuja kuwa nani au ni nani, tutaona. Kama nilivyokuambia, kuna mambo yanaendelea, yatakuja mambo mazuri, na hili linaonyesha ukubwa wa klabu yetu. Visibility yake itakuwaje? Juma, mbona sasa unaniuliza mengine ambayo bado yanakuja? Utayaona. Kwa nini unataka yawe ya haraka? Vitu vinatakiwa viwe surprise bwana. Na umesema huyu ni mtu ambaye anakwenda kufanya biashara, manake biashara ikipop up ikafanya vizuri ndipo Simba mpate fedha zenu kutoka kwake. Niko sawa sawa, sio? Hapana, huu ni mkataba. Ni mkataba ambao yeye Dokta, kwa maelezo yako ya pale nyuma, huyu mtu ametoa 30%, lakini atakuwa anatoa vifaa, lakini pia kuna fedha ambazo atakuwa anatoa, na anakwenda pia kufanya biashara. Na biashara kwa wazabuni wengi tunajua moja biashara yake kubwa ndani ya klabu hizi ni wanauza jezi, sio? Ili ninyi mpate fedha zenu hizi kwenye phase tofauti, ni lazima bwana Jairuti afanye biashara, sio? Sahihi. Na ikitokea mfano biashara haijaenda sawa sawa na mmeshakubaliana naye, lazima hizi fedha zitalipwa kwa phase kwa sababu hajazitoa. Simba itapataje fedha zake kwenye makubaliano ya mkataba? Bwana Juma, nikueleze kabisa kwamba mashabiki bora barani Afrika ni mashabiki wa Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba Sports Club wanafahamu kwamba moja ya vitu vya kuichangia klabu yako ili isonge mbele ni kununua jezi za klabu yake ya Simba. Kwa hivyo jezi watanunua mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba. Waajiri wanafahamu kwamba kununua zile jezi ili huyu bwana yafanye haya, ni lazima wao wanunue zile jezi. Hawezi kutoa fedha ambayo haifanyii biashara. Hafanyi kazi ya kutoa sadaka. Yeye anakuja kufanya biashara, apate fedha na ili aipe Simba fedha. Simba tunapataje fedha? Ni kwa sababu mtaji wetu ni wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Wingi wao ndio unapelekea hata hawa wanakuja, kwa sababu wanajua visibility yao itakuwa ni kubwa. Jezi zitanunuliwa kwa wingi na kwa ubora wa mashabiki wa Simba ambao uwanja wa Mkapa wanajaza mashabiki 60,000 pale na wanajana wote wamekuwa wamevaa jezi. Kwa hakika
kwa hakika atafanikiwa kwa uwezo wake Mungu, na sisi kama Simba tutafanikiwa pia. Na hii ndio inatuonyesha kwamba kwa kiasi gani timu yetu ni kubwa katika bara la Afrika. Na nikwambie tu, hata makampuni makubwa ya nje yalikuja kuomba tenda hii ambayo huyu bwana ameshinda. Kwa hivyo ni kitu kikubwa kwetu, na matarajio ni makubwa na ni mazuri, na kupitia mtaji wetu wa wanachama na mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba tunaamini atafanikiwa na sisi tutafanikiwa inshallah. Uwanja ataujenga kwa phase ngapi ndani ya miaka 5 ambayo mmeingia naye makubaliano? Mbona una haraka bwana Juma? Tunahitaji ufafanuzi kwa sababu ingelikuwa kwamba sisi dokta tungekuwa tutakiwa kuwa na haraka, mengine yasingetajwa kwenye mkutano jana. Lakini kwa sababu yametajwa sasa, ni watu nao wanajiuliza, na sisi kazi yetu ni kuwaelewesha sasa watu. Mtu kasema atajenga uwanja. Je, huu uwanja utajengwa ndani ya miaka 5 ya mkataba wake, ama ameonyesha ataujengaje na ndani ya muda gani? Nisikilize nikwambie. Ataujengaje mimi siwezi kusema, lakini nilikueleza wakati wa nanyumbulisha kiasi cha bilioni 38 kufikia mwaka wa 5. Nilikwambia ni kwamba katika ujenzi wa uwanja huyu bwana atakuwa anaweka bilioni 1 kila mwaka kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Sasa kama mna uhakika wa kupata bilioni 1 kila mwaka, maana yake Simba ni klabu kubwa. Tunaweza tukafanya michakato mingine tukajenga klabu hata ndani ya mwaka mmoja, na zile fedha ambazo wewe utakuwa unaleta kila mwaka zika service hiyo fedha ambayo hiyo itakuwa ni ngumu dokta, kwa sababu ukitazama ujenzi wa uwanja ambao unaweza kubeba watu 10,000 mpaka watu 12,000, kiasi chake gharama yake kubwa zaidi ni zaidi ya bilioni 10 ili iweze kusimama na ikae sawa sawa. Huyu mtu anatoa bilioni 1 kila msimu kwa ajili ya uwanja. Sasa uwanja unawezaje kujengwa ndani ya pengine msimu mmoja? Na hata tukipeleka misimu 5 tayari Simba mtakuwa pengine na bilioni 5. Bilioni 5 unaweza kujenga uwanja ambao unabeba mashabiki 10,000 mpaka 12,000. Mimi sijui hiyo analysis umeifanya kutoka wapi bwana Juma, ambayo umesema inachukua bilioni 10 na kuendelea. Tulikuwa na moja ya watu ambao ndo wanadili na viwanja hapa, alitupa hiyo estimation ya ujenzi wa viwanja vya kisasa. Au mnajenga tu uwanja wa kawaida? Si kweli, hajafanya tafiti vizuri huyo. Okay. Hajafanya tafiti vizuri, au hata na wewe pia hujafanya tafiti vizuri. Si kweli. Kiwanja vitajengwa, lakini hii ni Simba. Lakini pia nikuambie kwamba kama jana ulimsikia mheshimiwa makamu mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, Mheshimiwa Murtaza Ali Mangungu aligusia kwamba katika ujenzi wa uwanja vinaweza vikakutana, kwa sababu pia mheshimiwa rais wa klabu ya Simba, rais wa heshima na mwenyekiti wa board bwana Mohamed Dewji pia ana mpango huo. Ana mpango huo, amekuwa na mpango huo, na mpango pia unaendelea kwa kasi wa ujenzi wa uwanja mkubwa wa kisasa. Kwa hivyo ni vitu viwili vinakutana kwa wakati mmoja, na ni kitu kizuri kwa ajili ya wanasimba na mashabiki wetu. Kwa hivyo uhakika ni kwamba uwanja utajengwa, na miaka 5 haitafika Simba Sports Club itakuwa ina uwanja wake. Hili ndio pekee ambalo naomba nikuhakikishie bwana Jumayo. Naomba sasa niulize maswali yangu ya mwisho. Swali langu la kwanza, kuna fedha ambazo zitakuwa zinatoka ambazo tayari zimeshaainishwa. Watatoa kiasi fulani kwenda kwenye kitu fulani, watatoa kiasi fulani kwenda kwenye viwanja na kadhalika, vifaa vya michezo na kadhalika, ambavyo tayari mmeviestimate. Lakini Simba ya leo haiwezi kuwa sawa na Simba ya miaka 3 ijayo, sio? Tunakubaliana, kwa sababu kuna vitu vinaongezeka na thamani ya vitu vinaongezeka pia. Je, ikitokea kama leo wametaja watatoa kiasi fulani kila msimu, na baadaye kiasi kikawa thamani ya maisha yanaongezeka na vitu vingine, fedha ikaongezeka zaidi ya haya yaliyotajwa leo, fedha za ziada ambazo zitaongezeka zitakuwa gharama ya nani? Nafikiri nimekueleza mwanzo kwamba kimkataba hizi fedha kila mwaka unapopinduka kutakuwa una increment ya 10%. Maana yake imeangalia hiyo hali kwamba Simba inaendelea kukua na thamani pia ya Simba inaendelea kukua. Kwa hivyo nilikueleza kwamba kutakuwa na increment ya 10% as kila mwaka unavyobadilika. Na tunakubali hilo. Leo tunapozungumza hapa bwana Juma hayo,
Simba ni ya 4 Afrika kwa ubora. Ni jana tu Simba ilikuwa, juzi tu Simba ilikuwa nafasi ya 6. Kwa hivyo inawezekana unachokisema ndani ya hii miaka 4 mpaka kufika 5 Simba ikawa nafasi ya kwanza barani Afrika. Kwa hivyo lazima thamani yake itakuwa kubwa, na ndio maana tumeweka hiyo increment, na hata kwenye makubaliano yetu mengine na yeye pia tulizungumza naye na kamati yetu kwamba na yeye pia kama mwanadamu wakati unapokwenda na ataona mambo yanapobadilika, basi mengine yakafanyika. Ndio maana kwenye mkataba kuna kitu kinaitwa addendum, ndio. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kiko rigid. Vitu viko flex, vinabadilika bwana Jumani. Na Mo Dewji amekuwa akifanya mambo mengi kama mwekezaji, anasajili wakati mwingine wachezaji wakubwa, na hawa wawekezaji, huyu mzabuni naye nimemsikia akitaja atakuwa na sajili mchezaji mkubwa, na Mo alikuwa anapeleka timu pia pre-season kwa asilimia kadhaa. Katika maelezo ya jana yanaonesha huyu mzabuni atakuwa anafanya yale majukumu ambayo mwekezaji amekuwa akiyafanya. Sasa nafasi ya mwekezaji sasa hivi itakuwaje? Atakuwa na yeye anafanya, ama wanashirikiana kwa kufanya, ama kila mmoja atakuwa anafanya kivyake? Kwanza nikukumbushe jambo moja. Mwekezaji unayemtaja ambaye ni rais wa heshima wa klabu ya Simba Sports, pia ni mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Ndio. Hata jana wakati nazungumza pale nilizungumza ni approval ya board, maana siwezi kusema board bila mwenyekiti wa board ambaye ni Mohamed Dewji. Kwa hivyo hata hili ambalo limezungumzwa jana alikuweza kupita au kufika hapo lilipofika bila baraka za mwenyekiti wa board ambaye ni Mohamed Dewji. Kwa hivyo elewa kwamba kila kitu kipo kwenye mstari, na kila lililopitishwa jana mwenyekiti wa board Mohamed Dewji lina baraka zake, lina maneno yake. Kwa hivyo anapeleka timu pre-season, yes. Akija mtu akachangia katika hiyo, kwa mfano natoa mfano tu kwamba pre-season labda ya gharama yake ni milioni 200 ambayo Mohamed Dewji alikuwa anaitoa yote, si ndivyo? Ndio. Huyo mtu anasema mimi nitachangia milioni 100. Hata wewe unafurahia kwamba kuna kitu anakuwa amekiongeza hapo. Yes, kuna kitu amekiongeza, thamani inaongezeka. Labda mlipanga kukaa kule wiki moja au wiki 2, maana yake mtaongeza wiki nyingine kwa sababu kuna mzigo unaongezeka. Timu iendelee kujifua. Kwa hivyo hili lisikutie shaka kabisa. Mohamed Dewji anajua kila jambo ambalo limefanyika kama mwenyekiti wa bodi ya klabu yetu ya Simba. Doctors, kulikuwa na swali moja la mwenzangu hapa, lakini binafsi ni kupongezeni na ufikishe salamu kwa viongozi wa Simba kwamba mkataba wenu ni mzuri, na kama utekelezaji wake utaenda kama ambavyo umeainishwa kwenye makubaliano pale, nadhani Simba inaweza ikawa ni next level na ikawa tena Simba yenye sura mpya barani Afrika, kama ambavyo sasa hivi inasomeka huko Afrika kwamba ni moja klabu bora kwenye zile klabu 4 barani Afrika. Kwa kweli nakushukuru, na nayachukua haya na nitayafikisha, na najua wengine watakuwa wanayasikia kama wanasikiliza sasa hivi kipindi hiki. Kwa hivyo lakini nitazipeleka kwa uzito ambao na wewe umeusema, Bwana Juma Ayo, mwana Simba mwenzetu wewe. Tunakushukuru sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.